Sabasaba inakuwaje? Mzalendo kwema? Kwema, mambo vipi bwana? Salama. Leo naona umetradi Sabasaba hapa. Tuko Sabasaba hapa kwa amani kabisa. Kuhusiana na usalama barabarani, tupe update kuhusiana hapa Sabasaba. Kwa kweli jeshi la polisi limetuhakikishia na tumejionea kwa macho, usalama ni mkubwa sana barabarani na amani imetawala kila kona ya nchi yetu. Kwa hiyo mambo ni mazuri, na kama unavyoona, na pamoja na mvua ya baraka, lakini Watanzania wamejitokeza kwa wingi sana, wako hapa Sabasaba kama unavyoona. Na mitandaoni naona watu wanaongea sana, wanasema serikali imemwaga askari wengi wa kutosha kwa sababu siku ya leo kulikuwa hakuna amani. Sasa siku kama leo serikali inataka itoe waganga. Siku ya leo serikali lazima itoe vyombo vyake kuhakikisha wananchi wanasherehekea Sabasaba kwa amani. Serikali haina waganga bwana, na vyombo vya ulinzi na usalama na vitu vinginevyo hivyo. Kwa hiyo anayelalamika hivyo ni mpuzi tu, akili yake imejaa matope. Wewe kama mzalendo wa kwanza kwenye nchi yako, una lipi la kuambia watu ambao bado hawajafika Sabasaba na watu ambao wanakuangalia? Mimi sio mzalendo wa kwanza. Mzalendo namba moja katika taifa letu ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na wengineo, makamu wa rais, waziri mkuu, kama inavyojulikana. Mimi ni mzalendo, kijana mzalendo. Nawaambia Watanzania wajitokeze kwa wingi kuja Sabasaba. Mambo ni mazuri pamoja na mvua ya baraka. Sababu Mungu ameitakasa Sabasaba ya leo kwa kushusha manyunyu na mvua ya baraka, na watu wamejitokeza wengi sana Sabasaba. Kitu gani tofauti ambacho umekiona hapa Sabasaba? Amani, utulivu, na Watanzania wameonyesha umoja. Unajua mitandaoni huko kuna vijana wako ughaibuni huko wameshiba donati na baga zenye pizza nyingi zile, wanaita niongeza chizi nyingi, wanasema wamesimamisha nchi. Akati si ukweli, wameshindwa kumsimamisha Zakaria wao, watasimamisha nchi? Watanzania wazalendo, wanaume, tuko ndani ya ardhi yetu, tunasema amani ndiyo msingi wa maisha na maendeleo ya Watanzania. Mtu anashindwa kumsimamisha Zakaria wake, anasema anasimamisha nchi? Watanzania tuwe makini na vitu vya namna hiyo, tulipende taifa letu. Kwa kumaliza, mtu anayetumia mitandao vibaya, mitandao ya kijamii, unamshauri nini? Kwenye kutumia vibaya lazima uelewe hao wahamasishaji wanaochochea wenyewe watumie vibaya, kwa sababu wao wanajiingizia kipato kwa kuwachochea Watanzania, kwa sababu wanalipwa na mabeberu, wanalipwa na wanyonyaji. Lazima Watanzania wajue, na kila siku nawaambia ya kwamba unaona yale yote yanayofanyika huko ni kwa sababu serikali yetu imetilia mkazo katika utekelezaji wa ilani na kusimamia rasilimali za nchi hii. Kwa hiyo wanyonyaji wamekanyagwa katika maslahi yao, wanawatumia vibaraka kwa kuipa pressure serikali yetu, na hilo Watanzania tutokubali. Mimi ni hayo tu, tulipende taifa letu, tumunge mkono Daktari Samia Suluhu Hassan na tuviamini vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Vinaposema vinasimamia amani, lazima watu waelewe. Na hapa namuona Mzee Mlilo hapa. Mzee Mlilo, shikamoo bwana. Bwana, asante sana bwana. Nchi naona amani imetulia, imetaradadi. Asanteni sana askari zetu. Asante sana baba. Watanzania kama mnavyoona, nchi na amani kabisa, na mjitokeze kwa wingi kuja Sabasaba. Pamoja na mvua ya baraka, lakini mambo ni mazuri. Asante sana askari kwa kazi kubwa mnayoifanya. Mungu awabariki. Nadhani nimejionea Watanzania, Sabasaba mambo ni mazuri kabisa. Hakuna hizo propaganda zenu. Sisi ndio Sabasaba. Wanasema wamesimamisha nchi, wanashindwa kusimamisha Zakaria wao bwana. Jitu puuzi kama lile watu wanalisikiliza bwana.